mtakatifu, uko juu ya yote, mbinguni duniani, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, uko mtakatifu, uko mtakatifu, uko juu ya yote Baba. Mfalme wetu, katika jina la Yesu Kristo, tumejaa shukurani kuu kwa wema wako na uaminifu wako maishani mwetu, kwa kazi njema ambao umefanya katika mioyo yetu, katika biashara zetu, katika jamii zetu, zaidi katika hili kanisa. Tunalitukuza jina lako kwamba tuko hai wiki la kwanza la mwaka mpya 2019. Umetujalia na tunajua ya kwamba si kwamba tulikuwa wema, bali rehema zako na neema zako zimetuwezesha. Na asubuhi ya leo tunakupatia sifa zote na shukrani zote, utukufu wote na heshima zote, kwa sababu ya maisha yetu, kwa sababu ya jamii zetu, kwa sababu ya afya ya miili yetu, kwa sababu ya uponyaji na uzima wetu, kwa sababu ya watoto wetu na waume zetu na wake zetu, kwa sababu ya biashara na kazi ambazo tunafanya, kwa kibali na neema yako Mfalme, kwa kutuokoa katika ajali za mwaka uliopita. Na Mfalme, umetuweka mwaka huu mwezi wa kwanza 2019. Tunarudisha sifa zote na shukrani zote ni zako, ukazipokee. Heshima zote na adhama zote ni zako, chukua Mfalme. Baba, tunapeana ibada hii mikononi mwako, ukaweze kuimiliki na ukamiliki kila mmoja wetu. Nami najikabidhi mikononi mwako, ukiweza unitumie kama chombo, kwa sababu ya utukufu na sifa zako na heshima zako. Bwana, tawala na uhimidiwe. Mfalme, uwe Baba kielelezo chetu, be the center of focus in the service and the center of attraction in everything we do. Jehovah, let every one of us see that Christ may be seen. Let Christ be added today. Let your presence come. Let your glory fill the house. Let the Spirit of God take control over every one of us and minister to us by your Spirit. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Let's clap unto the Lord.
nanyi tukivuka mwaka. Nataka uchukue hii nafasi na kuambia Happy New Year. Kanisa lote Happy New Year. Happy New Year to you. God bless you. Let's clap unto the Lord. Wakati ya kufunga nanyi, inua mkono wako juu. Okay. Somebody awaambie kile ambacho Mungu alitunenea. Waelezee kutoka hapa. Mungu alituambia nini mwaka mpya? Tuliambiwa kwamba Mungu anaenda kurejesha vyote vilivyokuliwa na madumandu na zige na parare. In short, ni mwaka wa urejesho. Lakini akatuambia we have a responsibility to pursue until we recover all. Yes. Hautakaa chini kwa sababu umeombewa na askofu. Na ufunge mikono yako na ukae hivi tuliombewa na ukae. Hapana. Biblia inasema ya kwamba pursue and without fail you will do what? Recover all. Bwana atasifiwe. Huo ndio mwaka wetu. Huu tumeanza. Tutafanya kazi. Ambia mwenzako hivyo. We are not a lazy church. Tutafanya kazi na tutabarikiwa. Haleluya. Na tutainuliwa. Na tutapanuliwa mipaka yetu. Tutapata kibali na ushindi na neema kuu. Haleluya. Tulizoea kukopa mwaka huu. Tulibadilisha when we were crossing over. Hakuna kukopa, ni kukopesha. Bwana wetu ape sifa. Na tunambaki ya neno la Mungu. Mungu alituambia kwamba tutakuwa kichwa tu na si mkia, tutakuwa mbele tu na si nyuma, na tutakopesha na tutakopa. Na ni kwa nini hatutakopa? Because we will work hard. Yes. Bwana wetu ape sifa. Wale ambao mlikuwa mnajaza tenda, apply tenders in the county. Maana kuna kibali mwaka huu wa winning tenders in Jesus name. Bwana wetu ape sifa. Apply kazi. Tafuta kazi, itisha kazi, apply kazi. Neema inafanya kazi as you pursue. Kasi ukaa nyumbani ukuja kuambiwa dada kuja kuna kazi. Hapana. Biblia inasema nini? Ya kwamba they pursued. Gideon na kundi lake, ijapokuwa even though exhausted, walifanya nini? They pursued. Hata wakiwa wamezimia, wamechoka, walifuatilia na wakapata vyote. Na tukasema ya kwamba wale ambao walikuwa wamezeeka kiroho, tunaomba ile ombi iliomba na Caleb aliomba nini? Alisema ya kwamba nipatie mlima huu. I am 85 years na vile nilikuwa na nguvu nikiwa 40, saa hii niko twice. Hallelujah. Give me this mountain. Kama ulikuwa umeanza kujizeesha, ulikuwa unakuja kesha na ukuji, ulikuwa kuja morning glory na ukuji kwa sababu ya miaka, fanyiwa nguvu zako. Amen. Bwana wetu apewe sifa. Tunaweza kukaa katika uwepo wa Mungu. So, ibada hii ya kwanza ya mwaka ninaweka msingi, foundation of the year. Bwana wetu apewe sifa. Na jambo la kwanza ni kuinuka sisi. We must fight God. Maana Mungu anapatikana akitafutwa. Hallelujah. And we must win his souls for the kingdom of God. This year we are building the kingdom and not the church. Bwana apewe sifa. Okay, tunaenda katika Biblia zetu. Na tunaanza kitabu cha Luka, the book of Luke chapter 19 from verses 41. Luke 19:41.
laying a foundation, najenga msingi wa mwaka. Wengi mwaka uliopita hukuwa mzuri kwao, nitakwambia ni kwa sababu gani. Na ukiripiti the same way, utapata the same results. Kama hautabadilisha mienendo wako na hali yako, uhusiano wako na Mungu na ibada yako, usitarajie ama usiwe na matarajio ya mabadiliko. Sema Luke 19. From verses 41 inasoma, alipofika karibu, aliona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapatayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapojenga boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Wasiliache jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Akaingia hekaluni, akaanza kuwatoa wale waliokuwa wakifanya biashara, akiwaambia, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mumeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Naye akawa akifundisha kila siku hekaluni, lakini wakuu na makuhani, waandishi na wakuu wa watu walikuwa wakitafuta njia ya kumwangamiza, wasione la kutenda, kwa kuwa watu wote walikuwa wakiandamana naye ukimsikiliza. Hebu nisome Kiingereza. Simunipigie makofi, nimejaribu. Mbona hivyo? Ilianza kuitana tangu ibada ilianza. But anyway, God bless. Now as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, if you had known, even you, especially this your day, the things that make your peace, but now they are hidden from your eyes. For days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surrounding you, and close you in every side, and level you and your children within you to the ground, and they will not live in you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation. Then he went into the temple and began to drive out those who brought and sold in it, saying to them, it is written, my house is a house of prayer, but you made it a den of thieves. And he was
teaching daily in the temple, but the chief priests, the scribes, and the leaders of the people sought to destroy him, and were unable to do anything, for all the people were very attentive to hear him. Bwana wetu apewe sifa. Hivyo ndivyo kanisa la Mungu lilivyo. Kanisa la Mungu, maisha yale ambao tunaishi ni below standard. We cannot sow a sign of God in our lives. Hatuna dhihirisho ya kwamba tuna Mungu katikati yetu. Maana watu ambao wako na Mungu wako tofauti. Genesis 39 and verses 2, the Bible says, and Joseph prospered. Na ukienda hapo chini utakuta kwamba and the master, his master, yule alimnunua sokoni, akaona ya kwamba the Lord was with Joseph. And that was the reason, that was the difference. Ni nani ako na capital? The master who bought him. Who is prospering? The one who is with God. Bwana wetu pesa. Many of you, nikiwauliza kwa nini uko mahali uliko, unaniambia kwamba pastor, I came to open a business in Kitengela. Ukimuuliza imefika wapi, anakuambia kwamba sina capital. Nilipata nyumba lakini sina capital. It is not the capital you lack, it is God you lack. What happens? Genesis 39. Can you take us there? Verses 3. And okay, let me answer verse 2. The Lord was with Joseph, and he was successful, a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. One out of this. The master discovered it is not how much money you have. One out of this. Uelewe asubuhi ya leo, wiki ya kwanza 2019, your failure is where you bless God in your life. Siko hapo. Joseph amenunuliwa sokoni na mwanaume alikuwa na pesa, akawe a slave, not a business partner, a slave. But this slave, the master who bought him discovered that they are different, wako tofauti. Yeye hana Mungu, lakini yule alinunua sokoni ana Mungu. Na alipotambua ya kwamba Joseph ako na Mungu, Biblia inasema ya kwamba he blessed all that he earned. Verses 5. So it was from time to time that he had made him overseer. Okay. Verses 4. So Joseph found favor in the sight of in his sight, and served him. And served him. Then he made him overseer of his house, and all that he earned he put under his authority. Kile chochote ambacho Potifa alikuwa nacho akampatia Joseph, maana naona mikono yake ina neema. Kile Joseph anakuza kinainuliwa, kinafanikiwa. Kutokufanikiwa kwako ni mahali umemweka Mungu.
Bwana wetu apewe sifa. Hasta nilianza vizuri, nikaendelea vizuri. Nitakwambia shida yako mahali ilikuwa. The book of Daniel. Leo tawashughulikia kwa vyema, kwa wema. Daniel chapter 5 and verses 4. Amen. Amen. Itaanzia verses 3. The book of Daniel. Nilisoma Kiswahili kikanishinda. Nani atatusomea Kiswahili? From verses 3. Nasoma Kiingereza kwanza. Then they brought the gold vessels that had been taken from the temple of the house of God, which had been in Jerusalem, and the king and his lords, his wives and his concubines drank from them. Verses 4. Hiyo ndio basi ambayo nilikuwa nataka kwetu. They drank wine and they praised what? The gods of gold. Unasikiliza? They praised the gods of gold, and the silver, and the bronze, and the iron, and the wood, and the stones. In the same hour, the finger of a man's hand appeared at the rod opposite the lampstand on the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand, that rod. Then the king's countenance changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his hips were loosened, and his knees knocked against each other. The king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, the soothsayers. The king spoke, saying to the wise men of Babylon, whoever reads this writing and tells me its interpretation shall be clothed with purple and have a chain of gold and around his neck, and he shall be the third ruler in the kingdom. Now all the king's wise men came, but they could not read the writing or make known to the king its interpretation. Bwana watape sifa. Mstari wa mwisho unasema hivi. Verses 29. Then Belshazzar gave command that they clothed Daniel with the purple and put a chain of gold around his neck, and made a proclamation concerning him that he should be third ruler in the kingdom. That very night, Belshazzar, king of Chaldean, was slain, and Darius the mend and received the kingdom, being about 62 years. Soma Kiswahili. Danieli, soma kitabu cha Danieli 5 kuanzia mstari wa 2. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadneza alivitoa katika hekalu lililokuwako Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuari yake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu vilivyokuwako Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake
Yerusalemu na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuari yake wakavinywea, wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu na fedha na shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Saa hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu, vikaandika katika choka ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme mahali palipo kikabili kinara. Naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono uliandika. Ndipo uso wa mfalme ukabadilika, fikira zake zikamfadhaisha, viungo vya viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru walete wachawi na Wakaldayo na walete wanani? Walete wachawi na Wakaldayo na wanajimu. Mfalme akanena, akawaambia wenye hekima wa Babeli, mtu awaye yote atakayesoma maandiko haya na kunionyesha tafsiri yake, atavikwa vazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Basi wakaingia kwenye hekima yote wa mfalme, lakini hawakuweza kuyasoma yale maandiko wala kumjulisha mfalme tafsiri yake. Ndipo mfalme Belshaza Enda verse 13. Then Daniel was brought in. Ndipo Danieli akaletwa mbele ya mfalme, na mfalme akanena, akamwambia Danieli, je, wewe ndiye Danieli aliye mmoja wa wana wa Yuda alihamishwa, ambao mfalme baba yangu aliwaleta huku toka Yerusalemu? Nimesikia habari zako kwamba roho ya miungu imo ndani yako, na kwamba roho wa Mungu kwamba nini? Roho ya miungu imo ndani yako, na kwamba lakini Biblia yangu imebadilishwa kidogo na kaokovu. Biblia yangu inasema I have heard of you that the Spirit of God is in you, and that the light and understanding and the excellent wisdom are found in you. So yangu inasema haisemi miungu. Kuna nyingi zinasema gods, but mine speaks about God. The Spirit of God is in you. So hapo jambo la kwanza, you need to note that in your Bible. You need the Spirit of God. Roho wa Mungu hakuji kwa kila mtu, hayuko kwa kila mtu. Every one of us has Spirit of God in him. But when the Spirit of God comes upon you, things change. Bwana atapesifu. Endelee. Nimesikia habari zako kwamba roho ya Mungu imo ndani yako, na kwamba nuru ya ufahamu na akili bora zimeonekana kwako. Basi sasa watu wenye hekima na wachawi wameletwa mbele yangu, wapate kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, lakini hawakuweza kunijulisha tafsiri ya jambo hili. Na nimesikia. Lakini mstari wa 16, lakini nimesikia habari zako kwamba waweza kuleta tafsiri na kufumbua mafumbo haya. Kama ukiweza kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, utavikwa vazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwako, nawe utakuwa mtu wa 3 katika falme. Ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme, zawadi zako zishike wewe mwenyewe, na thawabu zako mpe mtu mwingine, walakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Kwa habari zako, mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadneza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu, na kwa sababu ya ule ukuu uliompa, watu wa
kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumuua alimuua, na aliyetaka kumwacha alimwacha hai, aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wake ulikuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi. Aliulizwa katika kiti cha enzi, na wakamwondolea utukufu wake. Akafukuzwa mbali na wanadamu, moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukaoloa maji kwa umande wa mbinguni, hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu, na ya kuwa kumweka juu yake yeye atakaye na awaye yote. Bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuari yako umevinywea, nawe umeisifu miungu ya fedha na dhahabu. Umeisifu miungu ya fedha na miungu ya dhahabu, na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe, wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote. Mungu isiyeona isiki, pesa zisiki, pesa hazioni, pesa hazina uhai. Lakini sasa kuliko Mungu ndizo unazisifu. Siku hizi haupatikani katika mikesha. Sababu ya nini? Ya kusifu pesa. Haupatikani katika maombi kwa sababu ya nini? Ya pesa. Haupatikani katika Bible study sababu ya nini? Ya pesa. Sasa ni kuabudu. Unaabudu nini? Miungu ya pesa. Hapo ndipo tumeangukia. So what happened? Then the fingers of the hand of God sent from him, and this is the writing. This was the writing, verses 24. And this is the inscription written. Inscription written. Mene, tekel, pasin. This is the interpretation of each word. Mene, God has numbered your kingdom and finished it. Tekel, you've been weighed in the balance and found wanting. Perez, your kingdom has been divided and given to the Medes and the Persians. Then Belshazzar gave the command that they clothed Daniel with the purple and put chain of gold around his neck, and made a proclamation concerning him that he should be the ruler in the kingdom. And that very night Belshazzar, king of the Chaldeans, was slain. That one. And Darius the Mede received the kingdom, being about 62 years. Unaweza kusomea Kiswahili kasemu kadogo hapo. Mstari wa 25. 26. Hii ndio tafsiri. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kukomesha. Telekeli, umepimwa katika mizani na umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika nao umepewa Wamedi na Wajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli vazi ya rangi ya zambarau, katia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Haya, rudi tena verse 5, verse 23b. You and your lords, your wives and your concubines have drunk wine from the vessels from the temple in Bethlehem, in Jerusalem,
And you have praised the gods of silver and the gold and the bronze and the iron and the wood and the stone, which do not see, hold here, or no. And the God who holds your breath in his hands and the horns of your ways, you have not glorified. Bali umejinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo nyumbani yake. Bali umejinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuari yako mmevinywea, nao umeisifu miungu ya fedha na dhahabu na ya shaba na nyumba na ya mti na ya mawe na siona wala kusikia wala kujua neno lolote.